Bwana, kwa taarifa ambazo nimepenyezewa sasa hivi kutoka kwa mtu ambaye namuamini kabisa ni kwamba bwana Al Masry kutoka pale nchini Misri ambao ni wapinzani wa Simba kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika tayari wapo Tanzania na wapo Tanzania kwa ajili ya kuifuatilia klabu ya Simba kwa karibu kabisa, na kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba watakuwepo kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji na walikuja Tanzania siku ya Jumanne. Manake ni watu ambao wanaifuatilia Simba kwa ukaribu kabisa kuona namna gani ambavyo wanaweza wakaifahamu vizuri zaidi kwa namna inavyocheza, ili waweze kumpelekea mwalimu ripoti kwa ajili ya mchezo unaofuata waweze kucheza vizuri na kupata alama, kupata matokeo mazuri dhidi ya Simba. Ukumbuke Simba anaenda kucheza naye kwenye mechi za robo finali na hawa Al Masry pia wanahitaji kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, na ndio maana wanaifuatilia Simba kwa ukaribu kabisa kuhakikisha kwamba wanapata kila details ya Simba, na inaelezwa kwamba wamekuja Tanzania na watashirikiana baadhi ya Watanzania wengine ambao pia wengine watakuwa karibu pia na Simba hata kwenye uwanja wa mazoezi. Manake hawatakuwa tu kwenye mechi hizi ambazo wataenda kutazama, mfano mechi ya Simba na Dodoma Jiji ambayo itachezwa kesho, kwamba wao watakuwepo kwenye mchezo huo tu, ila watakuwepo pia mpaka kwenye sehemu ambazo Simba wanafanyia mazoezi, ingawa wale wenyewe hawatakuwepo wale, ila watakuwa kuwepo kwenye mazoezi ya Simba ni Watanzania ambao watashuti video. Na unajua utaratibu wa nchi yetu si jinsi ulivyo, yani kila mtu anaaminika. Yani leo hii Simba inaweza kamaona mtu labda anaweza akaja mtu kwenye mazoezi yao ambao hawamjui sana, lakini wakampa uhuru wa kutazama mazoezi. Kwa hiyo kumbe yeye anashuti, inawezekana naye ni shushushu ambaye matumwe. Na maana hawa watu kutoka Misri wanasaidiana na Watanzania wengine ambao kwa pamoja wanapataka kupata mazoezi ya video za mazoezi ya Simba wakiwa wanafanya mazoezi sehemu yoyote, aidha ni Bunju au ni sehemu yoyote ile watakapokuwa wanafanyia mazoezi wapate video, lakini pia wanataka kuitazama pia Simba ikiwa uwanjani. Lengo lao kubwa ni kupata kila details ya Simba, yani kila kitu kuhusu Simba wakijue, ili wapeleke ripoti kwa kocha wao na kocha waweze kufanya maandalizi mazuri kuelekea huo mchezo wa CAF Confederation dhidi ya Al Masry, ili waweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. Na unajua timu kutoka ukanda wa kaskazini mara nyingi huwa hazifanyaji masiara kwenye michuano ya CAF. Yani timu kutoka Morocco, kutoka Misri huwa hazifanyagi masiara kwenye hii michezo. Ni mechi ambazo huwa wanazitoleaga macho sana. Na ndio maana wakati mwingine wanatumia gharama kubwa ili kuwajua wapinzani. Na unajua kuwasafirisha tu kutoka Misri kuja hapa kuisoma Simba sio kitu kidogo, na wamekuja tangu juzi. Manake watakaa hapa muda mrefu. Naambiwa kwamba kuna zaidi ya siku 7 watakuwepo Tanzania, kwa sababu pia baada ya Simba na Dodoma bado wataendelea kuifuatilia kwa karibu Simba ili kujua vitu vingi zaidi kuhusu klabu ya Simba. Kwa kitu ambacho na kitazama hapa ni namna ambavyo Simba wanaweza kujiepuka kwenye huo mtego. Kama Simba hawataweza kupata taarifa kama hizi na wakajua, inaweza kwenda kuathiri sana kuelekea kwenye huo mchezo, kwa sababu hawa Al Masry wako serious sana. Wanachokihitaji ni kujua kila kitu kuhusu Simba, lakini Simba sidhani kama kuna kitu chochote ambacho wamekifanya kuhakikisha kwamba wanaijua vizuri Al Masry. Sina uhakika kama Simba imetuma watu pale kwenda Misri pale kuichunguza Al Masry. Sina uhakika kama Simba imetuma watu, lakini pia sina uhakika kama Simba ina mikanda ya video ya Al Masry ambayo wanaitazama kama sehemu ya kujifunza namna ambavyo wanacheza na kwenda kucheza nao vizuri waweze kupata alama 3 waweze kushinda kwenye huo mchezo hatua ya mtoano. Sina uhakika kama Simba wana mikanda ya video, lakini angalia namna ambavyo Al Masry wako serious. Tayari mpaka hivi sasa wametuma watu ambao wamekaa hapa tangu juzi, wanaifuatilia Simba kwa ukaribu, na tayari wamepata Watanzania wa kushirikiana nao ambao watawasaidia kupata mikanda, kupata video mbalimbali Simba wakiwa wanafanya mazoezi, lakini pia kwenye mechi za kawaida. Kwa hiyo unaona wenzetu wako serious sana. Kama kweli kinachozungumzwa ni kiko hivyo, maana yake Simba wako kwenye hatari kubwa pia ya pengine kwenda kupoteza huo mchezo dhidi ya Al Masry, kwa sababu mara nyingi timu za wenzetu zinavyokuja kucheza ugenini zinajiandaa sana, lakini pia zinavyocheza nyumbani zinajiandaa sana. Yani unaona Al Ahly leo ni mabingwa wa muda mrefu zaidi kwenye michuano ya CAF Champions League, ni kwa sababu wanafanya maandalizi makubwa, na miongoni mwa maandalizi ambayo wanafanya ni pamoja na hili la kutuma watu kwenda kuchunguza wapinzani ambao wanacheza nao. Na ndio kitu pia ambacho wanakifanya pia Al Masry, kwamba wametuma watu ambao wanakuja kuichunguza vizuri Simba ili wapate kila details, ili wanavyokuja kucheza nao basi vitu vingi kuhusu Simba wao wanavijua vizuri. Kwa hiyo kama itampendeza Fadlu David kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, afanye rotation kwenye baadhi ya wachezaji ili msaidie
kwenye mchezo dhidi ya Al Masry kwamba wasipate data za kila mchezaji, kwa sababu naamini pia hata wao hawawezi kupata video full za Simba wakiwa wanacheza mechi zao za ligi kuu zaidi ya kuja kuwachunguza kama ambavyo wanafanya. Kwa hiyo nafikiri Fadlu David anapaswa kujua pia kwamba wapinzani wake wamemtolea macho sana, na anapaswa kujua namna gani ambavyo anaweza akaiandaa timu yake kwenye mazingira ambayo yataenda kuwa surprise ya Al Masry. Lakini kama ataiandaa timu yake kawaida kama ambavyo huwa mara nyingi anaiandaa timu yake, anaweza akajikuta akapoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Al Masry na akapoteza pia mchezo wa pili, kwa sababu wenzetu wamewekeza sana, wako serious na hizi mechi, na wanavyokuja kutuma watu ambao wanakuja kuchunguza kama hivi ni watu ambao ni wataalamu kweli kweli. Yaani ni watu ambao kwanza ni wachambuzi wazuri wa mpira na wa matukio mbalimbali ya mpira. Kwa hiyo unaweza ukashangaa hata hiyo siku kwenye mchezo wakaja na staili ya uchezaji ambao ni tofauti kabisa, kwa sababu tayari wameshajua ubora wa Simba uko wapi na madhaifu ya Simba yako wapi, lakini pia wameshajua na staili ambayo Simba wanacheza, wameshajua pia na sifa za wachezaji wa Simba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kuwafanya Simba wakawa na wakati mgumu zaidi, lakini naamini kwamba kwa namna ambavyo Simba ilivyo, wanaamini kwamba wanajua kabisa hivi vitu vile vinaweza kwenda kufanyika, kwa wanachopaswa kufanya ni kuongeza umakini zaidi. Lakini tayari kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Al Masry wameshatuma mashushushu ambao wapo wanakuja kuifuatilia klabu ya Simba kwa ukaribu zaidi kuelekea kwenye mchezo huo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na wameshaanza kazi yao na wanatarajia kwenda kuitazama Simba dhidi ya Dodoma Jiji siku ya kesho.